Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Wazee wametakiwa kuwasihi vijana kushiriki katika uchaguzi kwa amani na utulivu, kwani wao wanao nafasi ya kuleta mabadiliko. Akizungumza na wazee wa kata Matarawe, aliyekuwa diwani wa kata ya Matarawe Kevin Mapunda, wakati akiwaaga wazee hao wa kata hiyo, amesema wazee hao ni hazina kubwa katika kata na nchi, hivyo wazee wanao nafasi ya kuongea na vijana, kwani vijana wasikiliza wazee wao. Ndiyo imani kubwa ya nchi, kwa hiyo inashuka mkoa, wilaya mpaka kwenye kata zetu. Kwa hiyo hawa wazee nimeongea nao kwa kipindi hiki kirefu, kwanza nikiwaomba kwenda kuwaomba vijana watulie, wasubiri chaguzi, tufanye chaguzi kwa amani, ili tuweze kupata viongozi bora watakaoweza kutuletea maendeleo, kuanzia rais, mbunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo wazee hawa watarudi majumbani, kwa sababu ndio wanaishi na vijana, na vijana wengi kwa sasa hivi huwa wanapenda sana kuwasikiliza wazee. Kwa hiyo ninaamini mawazo yao na maneno yao watawasikiliza wazee, na watafanya uchaguzi wa kura za maoni kwa utulivu, lakini watafanya uchaguzi mkuu wa serikali 2020 ule mwezi wa 25 mwezi wa 10 utakuwa ni wa amani, na nina imani na hao wazee kwamba uchaguzi huo utakuwa ni wa utulivu. Na kwa kuwa watu watapiga kura na kuondoka, kura zitapigiwa, na hasa kura za maoni zitapigiwa kwenye kata zetu, na naamini kwamba utulivu utapatikana na watamchagua kiongozi aliyokuwa bora. Hata hivyo, ametoa wito kwa wananchi wa Matarawe kutulia katika kufanya maamuzi ya kutoa viongozi bora katika uchaguzi mkuu ujao, hivyo tumia nafasi hii kusikiliza sera za kila mgombea atakayekuja katika kata hiyo. Maoni muda utakapofika, lakini ya pili, na watoa wito wangu kwa wananchi wote wa Matarawe watulie, wapende kuona nani ataweza kuwa kiongozi wetu kwenye kata hii ya Matarawe. Lakini kwa upande wa rais hatuna shida naye, tuone jinsi gani kuweza kumpata mbunge, tuweze kumpata diwani. Lakini mimi naamini mafiga haya matatu kwa kata ya Matarawe yataweza kuwa bora zaidi hadi pale tutakapofika mwaka 2030 kwa maendeleo zaidi haya hapo baadaye. Kwa hiyo niombe wananchi wote wa Matarawe wawe watulivu, wasikilize sera, ili waweze kumchagua kiongozi wao ambaye atawafaa kwenye uchaguzi huu wa 20 Oktoba 20. Aidha, amesema wananchi wa Matarawe wameunga mkono katika kuleta maendeleo kwenye kata hiyo kwa miaka yote mitano. 2020 mpaka inafikia 25. Ndio maana unakuta maendeleo ya Matarawe yamekuwa juu sana. Wananchi wa Matarawe walimuunga mkono kubwa sana Mheshimiwa Rais kupitia fedha zile zote ambazo tuliletewa Matarawe, hususan sekondari. Wananchi wa Matarawe walichimba msingi, majengo yote unayoyaona, ili kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Lakini kuna shule ya msingi Matengo, wananchi wa Matarawe walihudhuria kwa wingi kuchimba msingi ile shule ya msingi Matengo, hususan zahanati waliweza kutoa mpaka tofali, wamechimba msingi na maeneo mengine yote. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka mitano, mimi nawapongeza sana wananchi wa Matarawe, wamebadilika kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha maendeleo wanayaunga mkono yanayoletwa na serikali ya Tanzania ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Miundombinu imekuwa kwa kasi kiasi gani toka ambapo umeingia mpaka sasa? Kwa kweli miundombinu imekuwa kwa kasi, na kusema kwa kasi, unaweza kukuta kwamba kwa miaka mitano huwezi ukapata kata kama hii ambayo niseme ilikuwa imesahaulika, ukapata kwa mwaka mmoja sekondari, kwa mwaka huo shule mpya ya msingi, lakini kwa mwaka huo ukapata barabara za lami zimekuja. Kwa miaka hiyo zimechongwa barabara za vumbi ambazo hata kama ni za vumbi lakini zinapitika, zilikuwa hazipitiki. Kwa hiyo maji, hakuna mahala ambapo pamekosekana maji. Shida inaweza labda wewe hutaki kuingiza maji, lakini sasa hivi tuna mpango, serikali imetuletea bilioni 4 kata hizi 8 kwa ajili ya kusogeza huduma jirani na wananchi. Kwa hiyo wananchi sema hata chukua maji mbali, watachukua jirani sana. Kwa hiyo miundombinu hiyo yote niliyoitaja Matarawe ipo.
Kwa hiyo ndio maana nimesema imepanda kwa kasi kubwa sana. Nikiripoti kutoka Matarawe ambako umefanyika mkutano wa kuaga wazee wa kata Matarawe ulioandaliwa na aliyekuwa diwani wa kata hiyo Mheshimiwa Kevin Mapunda. Mimi naitwa Grayson Kapinga, Jongo Media TV. Leo amekuja hapa. Siwezi kurudia aliyosema yule bwana. Ni kweli amefika hapa, na tukimchagua mwingine atafikaje kule alikokuwepo huyo wa kata ya Matarawe Kevin Mapunda. Naomba hivi wazee wenzangu, kazi tumeiona na bado kidogo kumalizia. Kevin Mapunda apite kula za ndio moja kwa moja, amalizie viporo vyake. Atakapofika umri umefika wa kustaafu, iwe kumbukumbu, sio sisi wazee, bali kumbukumbu kwa watoto wetu na wajukuu wetu sisi. Chukua fomu. Tutaunda watu kadhaa watakaoongozana naye mpaka kule ofisini. Wamama mimi nafikiria siku ile inaweza kuwa mambo kule. Kwa hivyo tunapeleka vijana, tutakuwa na vijana pamoja na mimi kuwaongoza hawa mpaka pale mahala ambapo wanapogawa zile fomu. Bishwa sana na utendaji kazi wa mheshimiwa diwani, kwa sababu moja ya sifa ambayo niliona hapa, kwanza kuna miundo mbinu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watoto wetu kusoma shule. Nimekuta hapa shughuli zikienda kwa kasi sana. Shule hii hapa ya sekondari ya Dr. Philip Mpango na pale juu shule ya msingi. Haya ni maendeleo makubwa sana. Taifa lolote lile duniani ukitaka liendelee, ukitaka kupima vigezo vya maendeleo, moja wapo ni swala la elimu. Ataweza kuibadilisha Puguru ile, kwa sababu sisi Puguru iko Mapei na Puguru tuseme tu tulisahauliwa kipindi kirefu sana. Kile diwani naye kuja alikuwa na mpango sana kuendeleza Puguru ni Rulambo, Kipika na Matarawe kwa muda mrefu. Lakini 2020 sisi wa Puguru tufanya maamuzi. Mimi nikiongoza timu ya kufanya maamuzi kwamba diwani aliyepo madarakani sisi huyu sasa basi tufanye mabadiliko. Mabadiliko tukayofanya sisi Puguru yataleta mwanga na muamko kule Puguru. Sisi hatakuwa na umeme wala maji wala barabara. Lakini akahaidi mimi mkinichagua vitu hivi nitaweza kuvifanya kwa wakati bila shida. Miaka 5 vitapatikana. Kwa hiyo na Puguru kule changamoto kule ambayo imebakia ni ndogo ya barabara za mitaa. Hii barabara ya kutoka Mapei mpaka kijiji cha Lazi tayari. Umeme tumepambana sana kwa miaka yote. Leo umeme tumpe huyu. Sasa umeme ambao tumpate si Puguru ni TANESCO kwa shilingi 320 kama kawaida. Lakini wakia tumpe mawa yake. Bila huyu usingefanikishwa. Haya. Maji sisi Puguru hatukuwa na bomba la maji ya Mbiwasa. Leo Puguru bomba la Mbiwasa lipo. Mapei bomba lipo na mpaka Puguru lipo. Ni wananchi wenyewe tu maamuzi yao sasa kuingiza au kuto kuingiza ni wao. Unaona? Kwa hiyo tuseme tu wazi maendeleo ndani ya miaka 5 Puguru kule tumeyaona. Tu kitu ambacho kilichobakia huyu sasa akapata miaka 5 maana atasafisha tu kumalizia kiporo. Kikubwa ni barabara hizi pale Mapei Kati pale Mapei Kati. Kule juu tulipambana mpaka kumesafishika kwenda Lazi. Tayari yani ukitoka hapo ulipo unapanda gari yako mpaka Lazi kupitia mlima huu. Ukitaka kuzunguka njia ya Mbambi bila shida mpaka Lazi bila shida kwa nguvu ya mheshimiwa. Kwa hiyo Mapei Kati pale vibarabara vingi vya mitaa ile basi ambavyo viko ndani ya uwezo wake. Sasa tukuto ombi mara tu tukishamkabidhi kijiti miaka 5 aiangalie Mapei Kati pale na kuhakikisha kule kwa Kinanda kule mlimani kule juu kule hizi nguzo 20 zile zikishafika kule maana tayari na uwezo utakuwa nao. Bado ngali kijana. Kwa hiyo wazee wenzangu mimi nitamki wazi mna mashaka na yeye? Hatuna mashaka.
Sasa kwa nini tunapoteza muda mrefu? Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.